mlango wa 36 katika kitabu chetu, kitabu salati al-musafir. Babu nuzuli sakinati liqira'ati al-Qur'an, mlango wa kuteremsha Mwenyezi Mungu utulivu kwa sababu ya mtu kusoma Qur'an. Allah teremshia mja wake utulivu na baridi katika moyo wake kwa sababu ya Qur'an anaposoma Qur'an. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 458, hadithu al-Bara bin Azib radiyallahu anhu warḍah. Qaraa rajulun al-Kahf, kuna mtu asema, Bara bin Azib radiyallahu anhu, kuna mtu alisoma suratul Kahf, wa fi dari daba, na katika nyumba hiyo inayosomwa hiyo suratul Kahf kuna mnyama. Faja'alat tanfiru, kawa ule mnyama kaanza kukimbia na kutetema. Anaposikia ile sauti ya Qur'ani yasomwa hatulii ule mnyama. Fasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea, daa bisalama, akamwombea mnyama Mungu ampe salama. Faidha dhababatun au sahabatun ghashiyatu, ghafla akaona kwamba kuna ukungu au mawingu yamefinika ile sehemu. Fadhakarahu linabi sallallahu alaihi wasallam, ule sahaba akamtajia hali hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema, iqra fulan, soma fulan, soma, endelea kusoma. Fa innaha sakina, hakika hiyo ni utulivu. Nazalat lilqur'ani, imeteremka kwa ajili ya Qur'ani unaosomwa. Au tanazzalat lilqur'ani, imeteremkia hiyo Qur'ani, utulivu, tulia. Kwa hivyo hii ni ishara tosha ya kuwa hata wanyama waathirika na Qur'an. Huyu hayawani kwa nini yubabaika, anakathirisha haraka? Kwa sababu kwamba yuwafahamu asomewe kitu gani Qur'an. Sema fasallama, daa bisalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba salama, ya Allah ilete amani. Kama yuqalu Allahumma sallim, ya Mwenyezi Mungu ilete salama. Au fawidh al-amra ila Allah ta'ala, au egemeza mambo yako kwa Mwenyezi Mungu. Waridha bihukmihi, na uridhie hukma atakayopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana ya Allahumma sallim. Au qala salamun alayka, amani iwe juu yako ewe msome. Iqra fulan, soma. Maanahu kana yanbaghi an tastamirra ala alqira'a, maana yalikuwa takani bwana wewe uliosoma Qur'ani uendelee kusoma Qur'ani. Wataqtanima ma hasala laka, na upate faida kutokamana na yale uliyopata. Min nuzuli sakina, kuteremkiwa na nini? Utulivu. Wal malaika, na kuteremkiwa na malaika vile vile, mambo mawili kwa sababu ya kusoma Qur'an. Watastakthir min alqira'at, na ungefanya kusoma kwa wingi sana. Allati hiya sababu baqaiha, ambayo ingekuwa ni sababu wale malaika kuwepo na ule utulivu pia kuendelea. Ungezidisha, badala ya kunyamaza ungeendelea tu kusoma Qur'an. Fa innaha sakina, lile wingu uliona ndio utulivu, au ule ukungu uliona wewe, uliona tu ndio nini? Al-mukhtara min maanaha annaha shay'un min makhluqatillah, kwamba ni kitu kilichochaguliwa katika maana yake, ni kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
fihi tumaanina pana utulivu wa rahma na rahma wa ma'ahu almalaika pamoja na kuwa malaika kwa hivyo Qur'an anaposoma mja yategemea ule uchamungu wake na khushu' yake na masahaba bila shaka hatushindani kwamba walikuwa na khushu' walikuwa hawana khushu' sawa julikana radhiallahu anhu kwa hivyo huyu bwana aliposoma akawa ule mnyama anatikisika kabisa kama anavyosema huyu Sheikh katika hadithi itakayokuja tuangalie mwanzo hadithi ya kwanza ambaye hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari katika kitabu cha 61 kitabu al-Manaqib mlango wa 25 babu alamati an-nubuwa fi al-Islam